Mimi nina maswali ya ziada, maswali machache tu kwa mheshimiwa ambaye ni mkubwa wetu, lakini pia ni rais wetu wa shirikisho la wachimbaji wa madini Tanzania. Mheshimiwa, kuna hili swali anauliza kuhusu kodi. Wachimbaji wanalipa kodi Tanzania, yani TRA? Labda ni kuambie tu Paul Brand, katika sekta ambayo inapimwa kwa kulipa kodi ni sekta ya madini. Ukianzia mwaka 2015, mwaka 2015 mchango wa wachimbaji katika kapu la taifa ile GDP ilikuwa ni kati ya milioni 190 tu, lakini mpaka leo wachimbaji target yao serikali ni zaidi ya trilioni 1. Ni sekta ambayo imebadilishwa. Kwanza mjue kwamba ilikuwa ni sekta ambayo haikuwa rasmi, tukairasimisha, tukakaa tukajadiliana na serikali, tukatoa baadhi ya kodi kero, na nikashauri serikali, mimi mwenyewe nikapeleka mapendekezo 22 serikalini, lakini huwezi kuamini 19 yalipita. Mungu atupe nini? Ina maana serikali inatusikiliza. Baada ya kutusikiliza, tuna special tax kwa ajili ya mchimbaji mdogo. Na ndio maana wachimbaji wetu wako wana raha. Wanaweza wakafanya harusi wanapotaka kwa sababu wanalipa kodi. Pale wanapouza kodi yao inakatwa, wanakosa pale. Kwa hiyo katika sekta ambayo ni tegemeo sasa ni sekta ya madini. Na sio hiyo tu. Na ili uweze kupima sekta ya madini kwamba inachangia kiasi gani, hebu jaribu kuangalia tagawio la serikali. Juzi aliyeongoza kulipa hapa alikuwa ni Barrick. Ndio gawio kubwa ambayo Mheshimiwa Rais alipokea pale. Kuliko kampuni mengine yote. Kwa hiyo utaona kwamba sekta hii inakuwa kwa nini. Na kwa nini tunajaribu kuwashawishi wachimbaji wetu kwanza wawe na umoja, kwa sababu ujue tuna makampuni mengine kutoka nje. Na sisi lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba uchumi huu unamilikiwa na Watanzania. Barrick wa kesho, GGM wa kesho, wao akina Masanja, akina Juma, akina Abdalla, ndio wao Barrick wa kesho. Na ndio maana sisi tunasema kwamba lazima tuhakikishe kwamba wachimbaji wetu cha kwanza wanapendana. Kupendana ni pamoja na kuchangiana sasa. Kwa sababu nia ya kuchangiana ni nia njema, hakuna nia nyingine pale. Kilichotokea pale ni kuchangiana kwenye misiba, tuchange kwenye maendeleo, tuchange kwenye harusi, tuchange kwenye hata kwenye chaguzi hizi zinazokuja, ili tuweze kupata kiongozi mzuri na sio vitu vingine. Ndio hapo mheshimiwa, labda tuendelee hapo. Mimi unamaanisha kwamba kuna hii hapa swali la pili, labda nikuulize michango ya taifa vipi, mnashirikije hapo? Kwa kweli ni kuambie kwamba nimelijibu hapo. Nimelijibu vizuri kwamba sisi tunachangia kwenye kapu la taifa karibu trilioni 1. Karibu trilioni 1. Na sio hiyo tu, pamoja na michango mingine ya maendeleo katika wilaya tunazotokea. Unataka kusema ni kwamba mheshimiwa, labda jamani, inabidi tuheshimu wachimbaji. Kwa kumbe wachimbaji katika Tanzania hii yetu ya maendeleo makubwa, wachimbaji wanachangia asilimia ngapi mpaka sasa hivi? Asilimia 11 mpaka sasa. Tuna nafasi yetu asilimia 11. Jamani, tutembee kifua juu wachimbaji wa Tanzania kwa mazingira mazuri ambayo sisi tumeweka kwenye sekta ya madini, nchi zingine zikaja kuiga. Na nataka nikuambie, baada ya kuwa rais, mimi ni rais wa miaka 10 sasa wa shirikisho hili, nimetembea nchi zote za Afrika. Hakuna sehemu ambako mchimbaji anaheshimika kama Tanzania. Ana sheria yake, anathaminika na anaheshimika. Kwanza anaheshimika serikalini. Serikali ikikuheshimu lazima wewe unaichangia ili kuweza kuleta maendeleo, kwa sababu madini mali ya Watanzania wote yako chini ya Mheshimiwa Rais. Ili uweze kuheshimika, cha kwanza lazima uchangie. Ili hospitali hizi, barabara hizi, sijui ndege zije, lazima uwe kwenye kapu lile. Kwa hiyo tulichohakikisha si kama wachimbaji kutengeneza mazingira ambayo wachimbaji wetu wanapokuwa wanachimba hakuna kupoteza muda. Kwa sababu ukisema leo TRA aende kumtafuta mchimbaji kule, atampata wapi? Sisi tukakubaliana kimsingi na TRA kwa mchimbaji anapochimba pale analipa kodi yake. Kwa ndio maana unakuta kina Buyamba wanaenjoy katika nchi yao. Wanatuna wakiwa na kwamba hakuna masuala ya TRA kufuatiliwa, mtu kuwachungulia pale. Okay, kwa nini wajibu mimi hapo mheshimiwa? Jamani, wale mnaosema kwa nini wachimbaji wa madini wanatamba, wanatumia pesa wanavyojisikia, ni kwa sababu wanalipa kodi kwa wakati sahihi, ndio maana wanajiamini. Sasa hao ndugu zetu wengine sasa kuongelea, mheshimiwa kashasema tayari. Na labda niongezee tu kwamba nimeona watu wanasema wachimbaji hawana majumba. Nataka niwahakikishie kwanza hapo tulie pale. Ngoja nikwambie hilo lazima niliweke. Wanasema hawana majumba. Wachimbaji sasa wanajenga majumba, wachimbaji wanajenga mahoteli, lakini kila mtu ana kipaumbele chake. Watu wameuliza kuhusu VX. VX litaendelea kununuliwa na wachimbaji kwa sababu ni moja kitendea kazi. Sio moja chombo cha starehe, ni kitendea kazi. Kwa sababu uchimbaji uko sehemu tofauti. Kwa kipaumbele cha mchimbaji ni gari ambalo litamtoa Mwanza, limpeleke Chunya, gari litamtoa Mererani, limpeleke Kahama.
Kwa hiyo tutaendelea kununua vieti kwa ajili ya kufanyia kazi kama tunavyoweza kununua compressor, kama tunavyoweza kununua mashine ya kuchimbia. Kwa hiyo hiyo ndio vipaumbele vyetu. Sasa niwaombe tu jamii kwamba kila mtu atakuwa na kipaumbele chake. Mheshimiwa, tutarudi baadaye. Lakini kingine niongezee, tunaongelea mambo ya matajiri. Unajua ukisema tajiri, kila mtu ana tajiri yake. Hata machinga ana tajiri yake. Sasa wala sio jambo la ajabu la wewe kusema kwamba nimekutana na matajiri wa Geita, nimekutana na tajiri wa Chunya. Unajua kila mtu ana tajiri yake. Kwa hiyo tusioneane wivu kwamba umesema mimi. Hata wewe hapa tukikuchapa mapene kidogo lazima atakuwa tajiri yako. Si ndio bwana? Kwa hiyo dunia iko huko. Kwa hiyo tusiseme na wala tusipingane, lakini kingine ambacho nataka niongezee na nataka niombe hasa nyie wa motivator wetu wa Tanzania. Sisi tuseme kwamba Tanzania ni moja na itaendelea kuwa moja. Hatuna ukanda, hatuna ukabila, wala hatuna ubaguzi. Sisi wote ni Watanzania, wachimbaji ni wa aina moja, wafanyabiashara wengine, wakulima ni wa aina moja. Kwa hiyo niwaombe tu katika kalamu zenu zitumike vizuri kuongelea ukanda. Sisi bado tunaendelea kuwa wamoja na ndio silaha yetu peke yake. Okay, mheshimiwa, asante sana. Naomba tuende mapumziko kidogo, tutarudia tena. Kuna maswali ni mengi sana. Tumpumzishe kwanza mheshimiwa, maana madini yana mambo mengi sana. Rais wa shirikisho la wachimbaji wakubwa Tanzania hii, Rais John Bina, kiboko kabisa.